James chapter 5, Waraka wa Yakobo sura yake ya verse 17. kuanzia mstari wa 10. The Bible says, Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it might not rain. And it didn't rain on the earth for 3 years and 6 months. He prayed again, and the sky gave rain, and the earth produced its fruit. Father, we thank you this afternoon. Baba, mchana leo tunakubariki. Thank you for your presence in this Asante place. sababu ya uwepo wako katikati yetu. And thank you for what you are doing in this place. Na asante kwa yale ambayo unatenda hapa. We are humbled. Tunanyenyekea. You have brought us from very far. Umetutoa mbali sana. We say thank you. Tunasema asante. We commit to you as we share your word. Tunajipeana kwako tunaposhiriki neno. Speak to us in a special way. Neno nasi katika njia special. Enable us to understand. Tusaidie kuelewa. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. I want us to go straight to the book of Genesis, Nataka basi tuende katika kitabu cha Mwanzo, chapter 4, sura yake ya 4, verse 23 and 24. mstari wa 23. Genesis chapter 4, Mwanzo verse 23 and 24. The Bible says, Lamech said to his wives, Ada and Zillah, hear my voice, you wives of Lamech. Listen to my speech, for I have slain a man for wounding me, a young man for bruising me. 24. 24. If Cain will be avenged 7 times, truly Lamech 77 times. Amen. Amen. So from what we have just read, Kutoka katika mahali ambapo tumesoma, we are going to share what God has prepared for us. tutaweza kusoma kile ambacho Mungu ametuandalia. Now, every family, Kila familia, clan, kila kabila, tribe, ama city, or nation ama taifa has been built on a certain history. imejengwa katika historia fulani. I repeat again. Narudia tena. Every family, Kila nyumba, clan, kila familia, tribe, na kila kabila, city, kila mji or nation ama taifa has been built on a certain history. imejengwa katika historia fulani. These things, okay, you don't just have a life that has no history. Sasa inamaanisha kwamba hautakuwa na maisha ambayo watu hawana historia. Before I continue, Kabla niendelee, I want to show you an example here nataka niwaonyeshe mfano hapa about this man called Lamech. kuhusu mtu alikuwa anaitwa Lameki. Lamech is coming from the generation of Cain. Lamek anatoka katika kizazi cha Kaini. One day in the evening, Siku moja jioni he's going to call his wives. akaita wake zake. This is the person or the first person on earth to be polygamous. Huyu ni mtu wa kwanza duniani kukuwa na wake wengi. He's the one who shaped the way, who created the system of marrying several wives. Huyu ndiye alitengeneza njia ama alionyesha mfano wa kuoa wake wengi. So he was having 2 wives, Alikuwa na wake wawili according to the scripture. kulingana na maandiko. So one evening, Sasa jioni moja he called his wives, akaita wake zake. come and sit down. Akamwambia kaeni chini, They came and sat down. na wakaketi pale. So he said, Sasa akawaambia, wives of Lamech, listen. wake wa Lamek munisikie. Today Leo I killed a man niliua mtu for wounding me, kwa kunijeruhi, and I killed a young man na niliua kijana for bruising me. kwa sababu ya kunikosea. Now, Sasa if Cain kama was avenged 7 times, alilipishwa mara 7, I, Lamech, will be avenged 77 times. sasa mimi Lamek nitalipishwa mara 77. So, when you look at what he's saying here, Ukiangalia maneno yake hapa, he is building his history on the basis of a history that already existed from his grandpa called Cain. hapa anajenga historia yake akiangalia historia ambayo tayari ilikuwa imejengwa na babu yake Kaini. Because Cain started a history of killing. Kwa sababu Kaini alianza historia ya mauaji. He was a murderer. Alikuwa muuaji. He killed Abel. Akaua Abel. And also, just out of jealousy, Na kutoka kwa kiburi tu,
And after killing Abel, Baada ya kumuua Abeli, God said he will protect him Mungu akamwambia kwamba atamlinda and avenge his life 7 times. na aweze kulipisa maisha yake mara 7. Now, Sasa this Lamech, huyu Lamek as the generation of Cain, ametoka katika kizazi cha Kaini, he now built his own life on the basis or foundation of what was already started or built by Cain. anaanza kujenga misingi ya maisha yake katika mambo ambayo alikuwa ameanzishwa na Kaini. He refers to Cain. Anaongea kuhusu Kaini. If Cain was avenged 7 times, how shall be avenged 7 times? Anasema kwamba kama Kaini alilipizwa mara 7, yangu itakuwa mara 77. So, according to this person, Sasa kulingana na huyu mtu, what Cain did was right. kile ambacho Kaini alifanya ilikuwa makosa. He has no regret of what Cain did. Ajuti kwa matendo ya Kaini. And now he start build from there, from what Cain did, to build and then continue life. Alafu sasa anaanza kujenga kutokana na yale matendo ya Kaini, anaanza kujenga maisha nayo. So our families, Kwa hivyo familia zetu, our clans, na our tribes, our nations, mataifa yetu they have a history. ziko na historia. Now, Sasa when we come into the world, wakati tunakuja duniani, we find this history tunapata hizi historia, and we build on top of that history. alafu tunajenga juu ya misingi ya hizi historia. I want to give you another example Nataka niwape mfano mwingine of a history of a city. ya historia ya mji. We have John chapter 1 verse 45. Yohana sura ya kwanza mstari wa 45. The Bible says, Philip found Nathanael and said to him, we have found him of whom Moses in the law and the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Nathanael said to him, can any good thing comes out of Nazareth? Philip said to him, come and see. Jesus saw Nathanael coming to him and said about him, behold, an Israelite, indeed, in whom is no deceit. Nathanael said to him, how do you know me? Jesus replied to him, before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. Nathanael answered him, Rabbi, you are the Son of God, you are King of Israel. Jesus answered him, because I told you, I saw you underneath the fig tree, do you believe? You will see greater things than this. Hallelujah. Amen. Philip went and met his friend Nathanael. Filipo akaenda akakutana na He Nathanael told him about Jesus of Nazareth. na akamwelezea kuhusu Yesu wa kutoka We Nazareti. have found the Messiah, Tumepata ama tumekutana na Masihi, the son of Mary and Joseph. mwana wa Maria na Yusufu. Now, the reaction of Nathanael is this one. Sasa mtazamo wa Nathanaeli ni huu. He didn't attack the person of Jesus. Yeye hakupigana na huyu mtu Yesu. He attacked the city where Jesus was coming from. Alipigana na mji ambao Yesu ambao alikuwa anatoka. He didn't say which Jesus. Kusema Yesu mgani? Where did he go to school? Alienda shule wapi? No. He said, Nazareth. Anasema kule Nazareti. Can we get anything good from a place like Nazareth? Je, kuna kitu chema chaweza toka kule Nazareti? That is a city of wicked people. Huo ni mji wa watu waovu. It is a city of people who do not fear God. Ni mji wa watu ambao hawamheshimu Mungu. It is a city of criminals. Ni mji wa wakora na waovu. We have never heard of any prophet coming out of Nazareth. Hatujawahi sikia nabii yoyote ametoka kule Nazareti. How do you mean that we can get a prophet from Nazareth? Unamaanisha vipi ya kwamba tuko na nabii ambaye anatoka kule Nazareti? Why did he say so? Mbona alisema hivyo? Because there was a history Kwa sababu kulikuwa na historia upon which the city of Nazareth was built. ambapo mji wa Nazareti ulikuwa umejengwa. People who lived in Nazareth, Watu ambao walikuwa wanaishi Nazareti they were like different from other Jews walikuwa ni kama tofauti sana na Wayahudi wengine. in the sense that in Nazareth a lot of bad things were happening. Kiwango ya kwamba ni maovu mengi sana alikuwa anatendeka Nazareti. I have told you other times, Nimewaambia wakati mwingine in Nazareth you have a big military barracks of the Romans. ya kwamba pale Nazareti kulikuwa na kambi kubwa sana ya Warumi, jeshi lao. These Romans will do atrocities in the city. Na wale wanajeshi walikuwa wanafanya maovu pale mjini, They were intermarrying with Israelites. na walikuwa wanaoa mabinti wa Israeli. And those days it was taboo for an Israelite
to marry a Gentile. Na unajua ilikuwa ni mwiko kwa mwana wa Israeli kuolewa na watu wa mataifa. So many foreigners were living in Nazareth. Kwa hivyo kulikuwa na wageni wengi sana ambao walikuwa wanaishi kule Nazareti. People who are not living according to the law of Moses, according to the Jews. Watu ambao wako wanaishi kulingana na sheria ya Musa ama na Wayahudi. So there is no in history that one day a prophet can come out of Nazareth. Kwa hivyo hakuna vile katika historia nabii angetokea kule Nazareti. So when Philip said Jesus the Messiah from Nazareth, automatically Nathanael said, hey man, come on, are you not a Jew? Can any prophet come out of Nazareth? You know it is impossible. And because now Philip has no explanation, there is no way he can defend himself. It is history, it is known, it is true. There is no expectation of any prophet from Nazareth. Now what is he going to say? Okay man, just come and see. Kwa sababu ya kwamba hakujai kuwa na nabii yote ambaye anatoka kule Nazareti, wakati ambapo Nathaniel anaongea kuhusu nabii ambaye ametoka kule, Filipo yeye hata hana maneno ya kumuelezea, anamwambia tu kuja uone. Come and see. Kuja tu uone. You know, the father, he said, come and see. Ile jambo la kusema tu kuja uone. It's because he has no argument to defend, you know, the argument of Nathanael. He cannot defend. Ni kwa sababu Nathaniel hakuwa na maneno yote ya kudhibitisha ama ya kukana kuhusu uwepo wa nabii pale. I mean Philip cannot defend. Namaanisha kwamba Filipo hawezi akatetea. Whatever Nathanael said is true. Kile ambacho Nathaniel anasema kwamba ni cha ukweli. It was a fact. Ilikuwa ni ukweli. That no prophet comes out of Nazareth. Ya kwamba hakuna nabii ambaye anatoka mji wa Nazareti. That Nazareth is people who are, you know, seen as sinners by the Jews. Ya kwamba Nazareti walionekana kuwa watu wazinifu ndani ya Israeli. Bwana asifiwe. Amen. So now here, sasa hapa, you understand that cities have a history. Unaweza kuelewa kwamba mji pia unaweza kuwa na historia yake. And the histories of our cities, our families, they affect us even without our knowledge. Na historia ya mji ambao tunatoka na familia zetu zinatuadhiri katika njia moja ama nyingine. As you see, Lamech says, I will be avenged twice. If anybody touches me 7 times, you know. Vile unaona Lamech anasema kwamba kama Kaini alilipizwa mara 7 basi yangu ni 77. Now, point number 2. Jambo la pili, the history that governs our clan, our tribe, our family or our nation does not always reflect the will of God. Ya kwamba ile historia ambayo inatawala familia zetu ama jamii zetu ama taifa letu aliambatani na mapenzi ya Mungu. I repeat again. Narudia tena. I said the history that governs our clan, tribe, family or nations does not always reflect the will of God for our lives. Nimesema kwamba sheria ambayo inatawala ile historia ya familia zetu na taifa letu na jamii yetu kwa jumla mara nyingi haikubaliani na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now, we do live by that history. Na wakati mwingi sisi tunaishi kulingana na ile historia. Because when we say we are writing history with God, kwa sababu wakati tunasema kwamba tunaandika historia pamoja na Mungu, we have to know there is already a history that has been written. Lazima tujue kwamba kuna historia ambayo tayari ishaandikwa. About us as people, kuhusu sisi kama watu, about us as a family, kuhusu sisi kama familia, about us as a clan, kuhusu sisi kama kabila, about us in the city, kuhusu sisi kama mji, about us as a nation. kuhusu sisi kama taifa. So the history is there, Kwa hivyo kuna historia ambayo written by people who lived so many or thousands of years before we were born. ambayo iliandikwa na watu walioishi miaka mingi sana kabla tuzaliwe. I want to give you several examples. Nataka niwape mifano kadhaa. In Kasai Oriental, Katika mahali panaitwa Kasai, there is a certain tribe, kuna kabila fulani they believe wanaamini that having one wife ya kwamba ukiwa na mke mmoja is having one eye. ni kuwa na jicho moja. That's their beliefs. Hiyo ndio imani yao. If you have one wife, Kama umeoa mke mmoja, they tell you, wanakuambia hivi, man, why do you have one eye? mbona uko na jicho moja tu? The day you get trouble with that one eye, Siku ambayo utapata taabu na ile jicho moja, what are you going to do? utaenda wapi? You're not going to see.
hautaona tena, You become blind. utakuwa kipofu. So you better have 2 or 3. Kwa hivyo afadhali uwe na wawili ama watatu. So if one eye troubles you, Ndiposa jicho moja likuletea taabu, you have another one that can help you see. uko na jicho lingine ambalo laweza kukusaidia. So this is a history that was written by the ancestors. Sasa hii ni historia ambayo iliandikwa na mababu zao. And if you go there, Na ukienda kule, many people have several wives. watu wengi kule wameoa mabibi kadhaa. Truly, they have several wives. Wako na wake kadhaa. Because they believe in that history. Kwa sababu wanaamini katika ile historia. Bwana asifiwe. Haleluya. I want to give you an example. Niwape mfano mwingine. Me, I'm coming from the royal family. Mimi natoka katika familia ya kifalme. And my grandpa Na babu yangu had several wives. alikuwa na wake kadhaa. So many of them. Wake wengi. Built a house here Anajenga nyumba hapa for the king ya mfalme. and then other houses Alafu nyumba za for his wives ya mabibi za all over there. kila mahali katika compound. In the evening they bring food from here, Jioni right, wanaleta left, ugali all over. kutoka hapa, githeri hapa na nyama huku. So if you are visitors, you eat until you run away. Kama we ni mgeni pale, unakula chakula mpaka unatoroka. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. So you can say, you know what? It is our culture. Unaweza sema kwamba ni tamaduni yetu. What culture? Ni tamaduni gani? So people who wrote that history Watu ambao waliandika ile historia upon which you are built juu ya ile ambao umejenga or upon which you are building, ama ambao wewe unajenga juu ya whatever they wrote chochote ambacho waliandika was not always correct. hakikuwa sawa wakati wote sahihi. It didn't always reflect the will of God. Hakikuwa kinaonyesha mapenzi ya Mungu kila wakati. Some things were good Mambo mengine yalikuwa and mazuri some were bad. na mengine yalikuwa maovu. Bwana asifiwe. Haleluya. We have come here Tumekuja hapa in the business katika biashara of transforming ya kubadilisha and changing people's ya lives. kubadilisha maisha ya wanadamu. That's why Jesus came on Ndio earth. sababu Yesu alikuja duniani. Jesus didn't come here Yesu hakuja hapa to find us in our cultures, atupate katika tamaduni in zetu, our historia, katika historia yetu, and then to leave us in that history. alafu atuache katika ile historia. He came to change things. Alikuja kubadilisha hii. Can I hear good amen? Naweza sikia amen mzuri. In the days of Jesus, Katika siku za Yesu, when there is any woman wakati kuna mwanamke yote with an issue of blood, ambaye ako na tatizo la damu, she was forbidden alikuwa amekatazwa. from entering church. Huyo mwanamke alikuwa amekatazwa kuingia katika hekalu. But in the days of Jesus, Lakini katika siku za Yesu, you have a woman, kuna mwanamke the issue of blood, ambaye ako na tatizo for la 12 damu. Kwa years, miaka 12 she came anakuja and hold the garment of Jesus. na anashika pindo la vazi ya Yesu. According to the history of that time, Kulingana na historia ya wakati this ule, woman huyu mwanamke was to be, stoned and die. alikuwa apigwe mawe afe. She was to be stoned. Alikuwa apigwe mawe afe. That's why Ndio sababu when Jesus stand wakati Yesu aligeuka and said, somebody has touched me. na akasema mtu ameniguza. Who is that one who has touched Ni me? nani ambaye ameniguza? The Bible says Biblia inasema the woman was shaking. ule mwanamke akatetemeka sana. She was shaking. Alikuwa anatetemeka. She knew today finished. I'm Alikuwa dead. anajua siku yake ya kuishi ya mwisho ndio hiyo. That's why she came trying to touch that secretly, Ndio sababu alijaribu kumguza Yesu katika siri. coming from behind. Ametoka kule nyuma. If I can just touch him, Kama naweza guza vindo I'll la get vazi yake, better. nitaweza. And then she came akakuja and then touched him na akashika without the notice of anybody. bila yoyote kujua. And then she wanted just to run away. Na yeye alikuwa anataka kishashika atoke aende. But when she touched Jesus, Lakini alikatika say, hey, somebody has touched me. Yesu akasema hapana, kuna mtu ameniguza. According to the history Kulingana na historia that was written down, ambayo ilikuwa imeandikwa, this woman Huyu must mwanamke be stoned and die. lazima apigwe mawe afe. Hapo hapo. Right there. You touch a prophet Unaguza nabii in that state, katika ile hali, she was to die. lazima angekufa. But Jesus stand, Lakini Yesu akageuka, said, woman, sema mwanamke, your faith imani yako has saved you. imekuponya. And then he went away. Alafu akaenda. Jesus came to change our history. Yesu alikuja kubadilisha He historia. didn't come to build on our history. Hakukuja kujenga juu ya He historia came yetu. to transform our lives. Alikuja kubadilisha maisha yetu. If you build on the history that is bad, it will affect everything that you do in this life. Ukijenga maisha yako juu ya historia ambayo ni mbovu, basi itaharibu kila kitu maishani mwako. I want to give you another example. Nataka niwape mfano mwingine. Jesus Yesu Kristo is sitting in the house of Simon, amekaa katika nyumba ya Simeoni, the leper. yule ambaye alikuwa mwenye ukoma. Now, there is this woman who comes. Sasa yule mwanamke anakuja
possessed with evil spirit, ambaye amepagawa na mapepo machafu, a prostitute in the city. mtu ambaye ni mkahaba, She comes and holds the feet of Jesus. anakuja anashika miguu ya Yesu She cries na analia and wet the feet of Jesus with her tears. na analowesha miguu ya Yesu na machozi yake. Now, the owner, the Pharisee, the guy who had invited Jesus said, oh, Mtu ambaye alikuwa amemwalika Yesu pale akamwambia, if this man is a prophet, kama huyu mtu ni he nabii, must know this woman is wicked, is evil. basi angejua kwamba huyu mtu mwanamke ni mwovu. She is not allowed to touch a prophet. Haruhusiwi kuguza Whoa, nabii. what kind of a prophet is this one? Sasa huyu nabii ni wa namna gani? You allow prostitute to touch you, automatically you are defiled. What kind of prophet is this? Unaruhusu makahaba wa kushike? Hawa ni watu ambao tayari watakuchafua. But Jesus said, Lakini Yesu akasema, woman, mwanamke, your sins dhambi zako have been forgiven. zimesamehewa. So Jesus came Kwa hivyo Yesu alikuja to change abadilishe lives of people. maisha ya watu. He has also sent us Ametutuma pia to change tubadilishe the history of people, historia ya watu, to continue what he started already, tuendelee ile kazi ambayo that alianza, we can continue with it. ndio tuendelee nayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Now, Sasa when there is a history, wakati kuna historia, I like what Pastor Joseph just said here, napenda kitu ambayo mchungaji Joseph amesema that the doctor looks at him ya kwamba daktari anakuangalia and said, hey, na anasema in your family, katika familia yenu, is there anybody? je, kuna tatizo kama hili? So he's referring to a certain history Sasa anaongea kuhusu historia fulani, so that he can manage to convince you. ndiposa akushawishi vya kutosha. That's the point. Hakuna point ingine. Hakuna kitu kingine, there is nothing He's else. trying to convince you. Anataka kukushawishi vizuri. When I look at your lineage, Nikiangalia kizazi chenu, when I look at your history nikiangalia historia yako in your family, katika familia yako, there is ABCD. kuna mambo hii na hii na hii. Therefore, Kwa hivyo accept today kubaliana na that hili you leo, are ABCD. ya kwamba wewe uko na tatizo hii na ile, And then you leave that room alafu naondoka pale convinced, ukiwa umeshawishika yes, kabisa, it is our portion. hii ndiyo sehemu ya familia My yetu. grandfather had it. Babu yangu alikuwa My nayo. grandma had it. Hata So babu yangu I alikuwa also have it. hata mimi pia It is niko nayo. normal for us. Basi ni jambo la kawaida kwetu, But there are people kuna watu who came to this earth ambao walikuja duniani and started a history. na wakaanzisha historia mpya. People like David. Watu kama Daudi, When you read the scripture, soma Biblia, he sent people to go and ask food. enda mkaulize chakula, Go and tell David, enda ukaambie who is his father baba yake ni nani in Israel? katika Who Israeli, is Jesse? na Yese ni nani, And who is David? na hata Daudi ni nani, That I take my meat and my food ya kwamba nichukue chakula changu that I've prepared for my workers ambao nimeandalia wake zangu na and wafanyakazi, give to David. alafu nimpatie Daudi. When he says, who is Jesse? Wakati Nabal anauliza Yese ni nani, He's referring to the reality. anaongea kuhusu historia, He's referring to the history of the land. anaongea kuhusu historia ya jamii ya Daudi. Who is Jesse? Sasa nani Yese? Bwana asifiwe. Haleluya. Who is Jesse? Yese ni nani? So according to the history Kulingana na historia of that particular day, ya ile siku, by saying who is Jesse, it means he was communicating. kwa kuongea tu ili tamko la Yese ni nani, kuna kitu hapa anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maybe compared to him, Pengine akilinganisha na yeye, this Jesse is a poor man. huyu Yese ni mtu ambaye ni maskini sana. He has no fame. He has no name in Israel. Huyu ni mtu ambaye hana jina lolote Israeli. How can he, his son, send message to me, somebody powerful, known, like me? Sasa ni vipi atume mtoto wake kwa mtu ambaye amejulikana na hako na jina katika Israeli kama mimi? Bwana asifiwe. Praise the So Lord. when we talk about writing history, Wakati tunaongea kuhusu, we have to know into our mind lazima tujue katika akili there is already a history ya kwamba kunayo historia that was written ambayo ilikuwa ishaandikwa about us, kuhusu sisi, about our families. familia zetu, Bwana Yesu asifiwe. Amina, About our cities. kuhusu miji yetu. I remember one time, Nakumbuka wakati mmoja, few weeks ago, wiki zilizopita, I sat down with my sons and daughters nilikaa chini pamoja na binti zangu na wasichana and I told them, na nikawaambia hivi, where we are now,
mahali ambao tumefika sasa, where God has brought us, mahali ambao Mungu ametufikisha in this family, katika hii familia, there will never be a failure. hakutakuwa na mtu wa kushindwa And we cannot fail. na hatuwezi tukashindwa. And I told them, Na nikawaambia hivi, why? kwa nini? Because failure is already behind us. Kwa sababu kushindwa tayari kuko nyuma yetu. You can take it or leave it. Unaweza ichukua ama ukatae. Do you know why? Unajua ni kwa nini? Because we have Jesus. Kwa sababu tuko na Yesu. Brother Cosmas, we have Jesus. Tuko na Yesu. We have Jesus Tuko na Christ. Yesu. We have the grace of God. Tuko na neema. We have the favor of Tuko God. na kibali cha Mungu. We have the protection of Tuko na God. ulinzi wa Mungu. And then when we compete with other people, Sasa wakati ambao tunashindana na watu wengine, these people, some of them do not even have Jesus. hawa watu wengine hawana Yesu. So how do we fail? Sasa si tutashindwa vipi? And then I said to them, Alafu nikawaambia hivi, if we were to fail, kama tulikuwa tushindwe, I was the one to fail, mimi ndio nilikuwa nishindwe, not you. sio nyinyi. Because by the grace of God, Kwa sababu kwa neema ya Mungu, I met Jesus. mimi nilikutana na Yesu, He saved me. akaniokoa I became born again. na nikawa mtu ambaye Now, ameokoka. I've given birth to you, Nimewazaa being a born again nikiwa Christian, mtu ambaye a ameokoka, servant of God, mtumishi wa Mungu, under the grace of God, na neema ya Mungu, with the favor of God, na kibali cha under Mungu, the anointing, na upako, and you are born na nyinyi under mkazaliwa this anointing. chini ya ule Oh upako. God. So if you fail, Kama mkishindwa, okay, and listen, sikia, every person in this church, kila mtu mahali hapa under this anointing, chini ya upako huu, failure is behind you. kushindwa kuko nyuma yako tayari. It's behind you. Amen. Jehovah God Jehova Mungu cannot put you under the anointing that has succeeded and then you fail. hawezi akakuweka chini ya upako ambao tayari umefaulu, we ushindwe. I'm already a brand. Mimi tayari ni brand. Jana, Amen. I went to pray somewhere. Nilienda kuomba mahali. After praying, Baada ya kuomba, I entered the vehicle. And then we were with Dr. Frank coming back to office. I was running, rushing because of the service. And then, as I was driving, from nowhere, kutoka mahali popote, the Holy Spirit told me Roho Mtakatifu akaniambia, and said, that man akaniambia ule mtu you have prayed for ambao umemwombea shall be a brand. atakuwa ni kama brand, ama I'm going to make his name a brand. nitafanya jina lake kutambulika. Hey. I said, wow. What is this? Kasema hii ni nini? I looked at Frank. Nikaangalia Frank. I thought maybe he was speaking to me. Nikafikiria pengine ndiye ananiongelea. But I saw that Frank was even unaware that God was telling me something. Na nikaona ya kwamba hata Dr. Frank hana habari ya kwamba Mungu kuna kitu ananiambia. I said, wow. Kasema wow. In a vehicle. Katika gari. So God is here inside, Mungu yuko hapa ndani. speaking to me. Akiongea nani? And Frank is here. Na Frank He cannot even unaware hata hana habari of the things happening around. ya vitu ambavyo inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Can you just stand up on your feet? You know, when God called Abraham, Wakati Mungu alimuita Abraham, he said to Abraham, alimwambia hivi, I give you a name. nakupatia jina. I will make you a great name. Nitakufanya kuwa na jina kubwa. It means Na I maanisha will make you a brand. nitakufanya jina la kitambulisho. La kutambulika. When somebody becomes a brand, Wakati mtu anakuwa na jina linalotambulika, it becomes marketable. anakuwa ni mtu ambaye sokoni anauza kwa haraka. God will allow you to sit with big people of this earth. Mungu I tell you. atakuruhusu ukae na watu wakubwa sana wa nchi hii. Can you please lift up your hands? Tafadhali situinue mikono yetu. Because God is in this house Sababu now. Mungu yuko katika hii nyumba sasa. Can you just lift up your hands? Inua tu mikono yako That God, ya kwamba Mungu, I shall be a brand. nitakuwa na jina la kutambulika. Make me into a brand. Nifanye kuwa na jina la kutambulika. Make me marketable. Nifanye niweze kuwa, Take me to my destiny. nipeleke katika hatima. Wherever I stand, Mahali ambapo nitasimama. God, make me marketable. Mungu nifanye nipate kuwa mtu. Can you pray? 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 Can you speak to God? Can you pray? Can I hear your voice? Can I hear your voice? Can you just pray to God? Father, we thank you. Father, we bless you. Father, we glorify you. We say thank you this afternoon for your goodness,
for your mercies, for your power, for your beauty. We say receive glory today and forever. As you said to Abraham, I will make you into a great name. I will give you a name that all the people on earth shall be blessed through you. In our time, in our generation, in our age, you are doing something, oh God. You are doing something that the world shall live to tell. You are doing something, oh God, that the future generation shall live to tell, oh God. You are doing something. I commit my brother into your hands. I commit this sister into your hand. Whatever they are doing in this life, turn them into a brand, oh God. Turn them into a brand as you did in the days of Israel. Wherever he went, oh God, you made him a brand. He was marketable. People went after him. People sought after him. In the days of Solomon, you made Solomon a brand. Solomon was marketable. People sought to see Solomon. They came from nations, from all over, from the end of the world to see Solomon because you did something in his life. Time has come, oh God, in our days. Do something that has never been done before. Do what has no reference, oh God. Do what has no reference in human archive. It has no reference in human diaries. It has no reference in human history. It has no reference. In the name of Jesus, Son of God. The Bible says, after creating everything, Biblia inasema baada ya kuumba kila kitu, God brought everything Mungu akaleta kila kitu before Adam mbele ya Abrahamu and told Adam, na akamwambia Adamu, give names to all these things I've created. hivi viumbe vyote vipatie majina. Whatever name Adam gave, Na jina lolote ambalo Adamu alipeana, God put a stamp. ndilo liko mpaka God approved. Mungu akakubaliana. God shook his head. Mungu akasema He sawa. said, yes, Akasema ndio. so shall it be. Na hivyo ndivyo vitaitwa. Today, Leo in the name of katika Jesus, jina la Yesu Kristo, whatever you declare chochote ambacho tutatangaza about your life, kuhusu maisha yako, about your organization, kuhusu shirika about lako, your family, kuhusu familia yako, shall be established for you. itadhibitika. In the name of Jesus. Lift up your hands. Can you pray? 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 Pray for your family. Pray for your family. Pray for your family. Pray for your family. Whatever you declare, whatever you decide, whatever you decree shall be established, shall be stamped for you. In the name of Jesus, can you make a declaration for that your organization? May God make that your company into a brand. May God turn it into a brand in the name of Jesus. Father, in our days, you are doing something that has never been done before. We bless you. We worship you. We glorify you. I have searched the mountains high, and I have searched the valleys low. There is none like you.